Uhali gani mwana michezo na mdau wa soka, karibu tena katika channel yako pendwa kabisa ya Madola Online TV. Channel inayokuletea taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, usahau kubonyeza neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo pamoja na burudani ambazo tunakuletea kila siku na kila wakati. Leo hii tunakuja na taarifa kutoka katika klabu ya Simba Sports Club, na hii yote ni baada ya ligi kuwa inaelekea mwishoni, huko klabu ya Simba ikiwa imebakiza michezo mitatu tu kuweza kukamilisha msimu huu wa 2025-26. Hivyo kikosi cha Simba Sports Club kwa sasa kinajipanga kuhakikisha kinapata wachezaji ambao wapo katika ubora mkubwa na ubora wa hali ya juu ili kufanikisha yale ambayo wameweza kujiwekea kwa msimu unaokuja 2025-26, ili kuhakikisha wanafanya vizuri katika michuano mbalimbali ambayo klabu hiyo itakuwa ikishiriki nje ya Tanzania lakini pia na ndani ya Tanzania. Kwa alichoweza kukisema Fadu Davis, kocha mkuu wa klabu ya Simba, ameweza kusema kuwa kwa sasa klabu ya Simba ipo katika mikono salama na anatamani kuiona ikifanya vizuri katika michuano mbalimbali ambayo klabu hiyo inashiriki ili kuweza kufanikisha malengo na ndoto zote ambazo mashabiki pamoja na wachezaji wameweza kujiwekea. Hivyo ameweza kusema kuwa kwa sasa anahitaji wachezaji ambao wapo katika kiwango cha hali ya juu ili kuhakikisha klabu ya Simba inaweza kufanya vizuri kwa misimu mingapi ama misimu kadhaa huko mbele, ambapo yeye atakuwa akiendelea kuiongoza klabu hiyo kama kocha mkuu. Lakini kwa taarifa zilizopo ni kwamba tetesi mbalimbali zinasema kuwa kuna baadhi ya wachezaji wataweza kuachwa katika klabu ya Simba Sports Club kwa msimu unaokuja, na orodha ya wachezaji hao imeweza kuwekwa ni wachezaji wengi, lakini cha kushangaza na cha kuumiza kabisa kwa mashabiki wa klabu ya Simba ni baada ya kuonekana baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa na kiwango kizuri na kiwango kilicho bora, lakini Fadu Davis amesema kuwa wanaweza wakawa nje ya uongozi wa klabu ya Simba ama wakawa nje ya kikosi cha Simba Sports Club kwa msimu unaokuja, na kuweza kupata wachezaji wengine ambao watakuwa mbadala wa wachezaji hao. Mchezaji wa kwanza kabisa ni anakwenda kwa jina la Shomari Kapombe, ambaye amefanya makubwa na klabu ya Simba na ameweza kufanya vingi akiwa na klabu ya Simba. Hivyo ameweza kusema kuwa Fadu Davis, mchezaji huyo, anaweza akawa nje ya kikosi cha Simba kwa msimu unaokuja, kuweza kupata mrithi wake ambaye tayari wameanza kufanya mazungumzo na baadhi ya vilabu barani Afrika lakini pia na nje ya Afrika ili kuhakikisha wanapata mbadala wa mchezaji huyo. Shomari Kapombe amefanya mengi na amefanya makubwa katika klabu ya Simba tangu alipoweza kuwasili katika klabu hiyo. Amefanya makubwa na amefanya mazuri ambayo mashabiki wa klabu ya Simba wanajua kabisa Shomari Kapombe ni mchezaji ambaye yupo kwa namna gani. Lakini pia mchezaji mwingine ni Valentino Nauma, ambaye ameweza kusajiliwa katika dirisha dogo la mwaka jana. Hivyo mchezaji huyu naye ameweza kuwekwa katika orodha ya wachezaji ambao wataweza kuondolewa kikosini mwa Simba Sports Club na kuweza kupata mbadala mwingine ambaye atakuwa wa kiwango cha juu kuliko yeye. Hivyo Fadu Davis amesema kuwa anaomba radhi mashabiki wa klabu ya Simba kwa sababu maamuzi yanayokwenda kufanyika ni magumu na yatakuwa magumu kwa mashabiki wa klabu ya Simba kuweza kuyaamini, lakini hii yote anafanya ili kuweza kukiendesha kikosi cha Simba na kuwa kikosi imara na ambacho kitaweza kuwa tishio kwa msimu unaokuja. Lakini mchezaji mwingine ni Joshua Mutale, ambaye ameweza kufanya mazuri na makubwa katika siku hizi za nyuma baada ya kuonyesha kiwango kizuri katika michuano mbalimbali, hasa ni katika CAF Confederation Cup. Ameweza kufanya mazuri na aliweza kuipatia klabu ya Simba goli pekee ambapo walilipata dhidi ya FC Bekane ya kutokea huko nchini Morocco, na ameweza kufanya mazuri alipokuwa na klabu ya Simba. Lakini kwa sasa Fadu Davis amesema kuwa mchezaji huyo anaweza akawa nje ya kikosi cha Simba Sports Club kwa msimu unaokuja na kuweza kupata mchezaji mwingine ambaye atakayekuwa kuwa mbadala wake kwa kikosi cha Simba Sports Club. Joshua Mutale ni mchezaji aliyekuwa vizuri, ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye anajua namna gani ya kubadilisha matokeo katika mchezo ambao anakuwa anaucheza. Lakini imekuwa ni kitu cha ghafla kuona kwamba mchezaji huyo anaweza akawa nje ya kikosi cha Simba kwa msimu unaokuja.
Kama wewe shabiki wa Simba Sports Club na mwana michezo, unaonaje taarifa hizi za wachezaji hawa kuweza kuondolewa katika kikosi cha Simba Sports Club kwa msimu unaokuja? Je, ni halali ama waweze kusalia katika kikosi cha Simba ili tuweze kuwaona katika msimu unaokuja ni kitu gani watakifanya, tukijua kuwa ni wachezaji ambao ni wazuri na ni wachezaji ambao wamefanya makubwa wakiwa na kikosi cha Simba Sports Club. Usisahau kutoa maoni yako katika swala hili na katika mjadala huu wa wachezaji hao ambao wameweza kutajwa kuwa wataweza kuondoka katika kikosi cha Simba Sports Club. Orodha ni kubwa na tutaendelea kukuletea orodha zote za wachezaji ambao wataweza kuondolewa katika kikosi cha Simba, lakini pia na wale ambao wataweza kujiunga na kikosi cha Simba kwa msimu unaokuja 2025-26. Usisahau kubonyeza neno subscribe kwa sababu sisi tunajua ni kitu gani unakihitaji mwana soka, na tupo hapa kukuletea taarifa zote za kimichezo ambazo tutakuwa tukizipata kutoka vyanzo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Asante, endelea kuwa nasi Madola Online TV.